Alhamdulillah, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumefika tena katika muendelezo wa mihadhara hii, mihadhara iliyoanzishwa na wazee wetu zamani sana, na Sheikh marhum Ali Basale na nyuma yake zaidi, na mpaka leo inasimamiwa na ndugu zetu hawa kina Sheikh Abdallah, imamu wa msikiti Mtoro, pamoja na Sheikh Ali hapa. Sihaba, muendelezo ni mwema, na Mwenyezi Mungu inshallah walipe na awape taufiki inshallah. Mhadhara wetu anwani yake asema hijra na aina zake, alhijratu wa anwa'uha. Mtu atastaajabu, hijra ina aina ngapi? Hijra si moja tu. Kwa kweli katika dhawul Islam, katika mtazamo wa Kiislamu, hijra imegawanywa kwa namna mbili. Kuna hijra inaitwa hijratu hisiya, na kuna hijra inaitwa hijratul ma'nawiyya. Hijratu hisiya ni ile hijra maarufu katika tarehe ya Uislamu, kuhama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mwaka 622 alipohama Maka kwenda Madina, yeye na masahaba zake. Na pia katika mtazamo huo inatizamwa ile hijra min dari kufri ila dari islam, nayo ni hijra. Natakiwa kuna kipindi, kuna eneo huwezi kukaa kwa sababu ya nusra na himaya ya dini yako, natakiwa uhame eneo lile, nayo ni hijra. Kwa hivyo hijra katika mtazamo wa mwanzo, hijratu hisia, ni hii hijra tunayoelewa, na hijra ambayo inaendelea ni pale mtu anapokuwa amehama, intiqal min dari al-kufri ila dari al-islam au ila dari salam. Na hijra ya namna ya pili ni hijra maanawiya. Hijra maanawiya ni hijratu mustamirra, ni hijra inayoendelea milele, nayo ni hijra ya kuhama kutoka hal min hali al-insani al-muslim. Ni zile hali unazohama we mwenyewe kutoka hali moja kwenda hali nyingine, mabadiliko unayowapata kutoka namna moja kwenda kwingine, ndio inaitwa hijra hisia. Nayo imehimizwa katika Uislamu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hijra ya namna hii haishi, haimaliziki ila yaumil qiyama. Pale katika hadithi alipokea Imam Abu Daud na Imam Ahmad aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alhijratu la tanqati'u alhijratu hatta tanqati'a at-tauba, wa la tanqati'u at-tauba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema la tanqati'u alhijra, hijra hii ya namna ya pili haikomi, haiishi, haikatiki, hatta tanqati'a at-tauba, mpaka pale itakapokoma na kuwa hakuna tena fursa ya kufanya tauba. Wala tanqati'u at-tauba hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha, na wala toba haikomi fursa yake mpaka pale jua litakapotoka upande wa magharibi. Hapo milango ya toba itakuwa imekwisha, na milango ya hijra itakuwa imefungwa pia. Kwa hivyo tuelewe kwamba kuna hijra hii tunayojua ya tarehe na sira, na ile hijratul islam ambayo ya kuhama min dari kufri ila dari islam. Lakini kuna hijra hii ambayo tunayo kila siku katika maisha yetu. Lazima mtu ahisi kwamba anatakiwa kufanya hijra, hijra min alghaflati ila tauba, hijra ya kuhama mtu kwenye mughafala akenda katika hali ya muamko na utambuzi. Hapo anaambiwa amefanya hijra. Alhijratu min almaasiyati ila taa, kujihamisha
kutoka kwenye hali ya kuwa wewe ni mtu wa maasiya ukahama katika kituo kile na kuhamia katika hali na sifa ya taa, hapo unaambiwa umefanya hijra hisia, hijra maanawiya, kwamba sasa umeamua kujihamisha kutoka eneo moja kwenda jingine, na wewe unachotaka ni kuwa qurb, karibu na Mola wako. Huwezi kwenda mbele karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama huna hijra katika maisha yako, haiwezekani. Imam Al-Hasan Al-Basri anasema mtu ambaye jana yake leo ni sawa na jana yake na jana ni sawa na juzi yake, hakuna mabadiliko, manake mtu huyu ni sawa na mfu, habadiliki. Wiki iliyopita ulikuwa wewe ni mtu hushikamani na sunna za kablia na baadia, umehudhuria katika mhadhara, umeelezwa fadhila za kusali baadia na kablia, manake unatakiwa uhame katika hali ile ya ghafla, uhamie katika hali ya yaqadha, kwamba umepata kujua, sasa unasogea mbele. Kwa hivyo ndio maana anwani ikaja hijra na aina zake. Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa taufiki tutazieleza hizi. Kwa hivyo hii ni maana ya anwani na maana ya hizi hija namna mbili, hijra za namna mbili. Lakini hijra hii ya namna ya kwanza ina alaka na tarikhi, takwimu tarikhi al-Islami, ina mafungamano makubwa na hii kalenda ya Kiislamu tunayoitumia. Kila mtu akiambiwa huu ni mwezi umepita, huu ni mwaka umepita, sasa hivi ni Muharram, ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu, lazima afungamanishe uelewa wake huu na kwamba kuna tukio lililosababisha hili. Katika mwaka wa 17 Hijiria, katika khilafa ya Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, na tunavyomjua Saidina Umar bin Khattab alikuwa ni mtu mwenye siasa ya utawala. Aliletewa barua, na ile barua imeandikwa, moja katika kuandikwa kwake kwamba jambo hili litaanza min shahri Shaaban. Lakini sasa akajiuliza, min ayi sana, mwaka gani? Shaabani hii ya mwaka upi? Ishapita hilo jambo lenyewe au Shaabani inayokuja? Saidna Umar alikuwa ni sahibu shura, kila jambo anakusanya masahaba, hata akitaka tafsiri ya Qur'ani huwa anakusanya masahaba wenzake. Akaita shura ya masahaba, akawaambia la budda lana, hapana budi, lazima tuwe na takwimu ya tarehe ya Kiislamu kama zilivyo dola nyingine. Wakati ule Roma na Fursi, barua zao zikija zinaandikwa tarehe, siku, mwaka, na ina khatam na muhuri. Saidna Umar alipowauliza masahaba wakasema ni jambo zuri, sasa tuanzeje? Wengine wakasema ni vizuri kama Masihiyina wameanza kalenda yao kwa kuzaliwa Nabii Isa, na sisi tuanze kalenda yetu kwa kuzaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rai ile ikakataliwa. Wengine wakasema basi tuanze alipopewa utume, ni jambo kubwa sana. Rai ile nayo ikakataliwa. Wengine wakasema basi tuweke yaumu wafati, ule mwaka alokufa ndio uwe mwaka wa mwanzo wa kwanza hijra yetu na kalenda yetu. Masahaba wengine wakatoa wazo kwamba bora tuanze wakati wa hijra, kwa sababu hijra ndiyo iliyokuja kuonyesha muamko na dola na kuasisi dola ya Kiislamu, na ndiyo Uislamu ulipopata nguvu na ukaanza kuenea katika kila eneo la dunia. Masahaba wakawafikiana kwamba kalenda ya Kiislamu ianze katika tukio la hijra, tukio lilotokea mwaka 622.
wakakubaliana, lakini ikawa sasa mwezi huanza mwanzo wa mwezi huu iwe nini? Hizi kalenda na miaka si kwamba ilikuwa wakati wa ujahilia ilikuwa hazipo, zilikuwepo, lakini ilifikia pahali hawa mushrikin wakawa wanachezea mwaka. Tunajua kwamba mwaka na kalenda imeelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Tauba aya 39 pale aliposema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran. Kwa hivyo suala la kalenda lilikuwepo, lakini lilikuwa linachezewa, na mpaka hawa makureishi na wengine wakawa ile miezi ya kwamba hawataki kupigana wala kudhulumiana wakawa wanaigeuza, ikawa kuna Muharram awwal, Muharram thani, Muharram thalith, ili tu wasifanye yale wanokatazwa. Wakakubaliana mwezi wa kwanza wa kuanza kalenda ya Kiislamu iwe mwezi huu wa Muharram, mwezi wa mfunguo 4 Kiswahili unavyoitwa. Kwa nini kama mwezi huu wa Muharram? Ni kwa sababu wanasema mwezi huu unakuja baada tu ya kumaliza musimul haji. Unapomaliza musimul haji, watu wanarudi katika nchi zao na maeneo yao. Kwa hivyo ni sehemu nzuri ya kwamba watu wanaenda kuanza mwaka mpya. Ikakubalika iwe tukio la hijra, na ikakubalika iwe ni mwezi wa Muharram mfunguo 4, ndio mwezi wa kwanza katika mwezi wa kalenda ya Kiislamu. Sasa huu msimu wa hija na huu mfunguo 4 ndipo palipoanzia hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukumbuke katika historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati anafanya da'wa alikuwa akitumia fursa hii misimu ya hija. Anakwenda pale Mina, anawaona makabila tofauti na watu tofauti na kuwaeleza da'wa na Uislamu. Mwaka wa 12 wa utume, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hivyo. Akawa watu wako kwenye misimu ya hija, akienda pale Mina katika mahema na kuwafanyia da'wa watu tofauti. Akakutana na watu 12 kutoka Yathriba, leo inaitwa Madina. Wakamkubali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiweko Saad ibn Zurara. Hawa watu 12 wakamkubali Mtume. Walikuwa wamekutana katika njia ya majabali pale Mina, baina Makka na Mina, pakawa pameitwa Aqabatul Ula. Aqaba ya kwanza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukutana na watu kutoka Madina, watu 12. Hawa watu 12 ndiyo chanzo cha hijra. Baada ya pale, wale watu wakamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, tupe mtu wa kwenda kutufundisha hii dini, tumeshaslimu, tumeshakubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtoa sahaba kijana mwenye miaka 25 wakati ule, akiitwa Mus'ab bin Umair min Bani Abdiddar ibn Qusay ibn Kilab. Akamtuma, akawa ndio balozi wa kwanza, ndio dai wa kwanza. Akahama Maka na kwenda Madina kueneza Uislamu na kufundisha watu Qur'ani. Akafikia katika nyumba ya bwana huyu As'ad ibn Zurara, na hatimaye akafanikiwa kuwasilimisha watu wakubwa katika Madina, akiwemo Saad ibn Muadh. Saad ibn Muadh ni Sayyidul Ansar, akamsilimisha. Huo ulikuwa ni mwaka wa 12. Mwaka wa 13 wa utume wakaja sasa, wakati wa msimu wa hija, wakaja watu 75 kutoka Yathriba. Watu wameshaslimu na wengine wanakuja sasa kutaka kumpa bai'a Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaja wanaume 73 na wanawake 2. Wakakutana tena pale Mina katika Aqaba, ikaitwa Aqabatu Thaniya, Aqaba ya pili. Na hawa ndio waliokuja kuchochea hijra, Mtume ahame, kwa sababu mbali ya kumpa bai'a walimwambia tuko tayari kukupa himaya na kukulinda kama tunavyolinda nafsi zetu.
kama hawa Makureishi wanaendelea kuwatesa, njooni Madina, milango iwazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kupata ahadi hii akaanza kuwaambia Waislamu baadhi, hasa wanyonge waondoke, kwamba sasa Madina yuko kule watu wamesilimu, kina Saad bin Muadh wapo na watu wengi sasa, na kila nyumba ilikuwa ishaingia harufu ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamisha watu wanaanza kuondoka ule mwaka wa 13, Saidna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akaenda kumuomba Mtume idhini kwamba na yeye aondoke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, la ta'jal la'alla Allah yaj'alu laka sahiba, usiwe na haraka, pengine Mwenyezi Mungu atakupa mtu wa kufuatana naye, atakupa sahiba. Basi Saidna Abu Bakar akaona bora ajiandae, akanunua wanyama wawili, akampa mmoja katika watumwa wake wa zamani aliyomwacha huru, Amir bin Fuhaira, kwamba bwana waweke vizuri hawa, naweza kupata safari wakati wowote. Hawa Makuraish walipoona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake wamepata watu, wamepata himaya, wakaogopa kwamba huenda huyu Muhammad naye akihama anaweza kupata nguvu kubwa, halafu baadaye akaja kutushinda nguvu sisi. Wakakutana katika bunge lao linaitwa Darun Nadwa. Hii Darun Nadwa ilikuweko nyumba karibu na kilima cha Safa, na aloasisi nyumba hii katika mwaka wa 5 kabla ya milad ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja katika mababu yake bwana Qusay ibn Kilab. Bwana Qusay ibn Kilab ndio alioasisi bunge la Makuraish, kwamba ni sehemu ya kukutana na kuzungumza masala ya mji wa Makka. Wakakutana kama kawaida hapa mabwanyenye wote wa Makka, kina Abu Jahal na wenzao, na ami yake Mtume Abu Lahab na wengine. Wakatoka na maazimio ya aina 3, kwamba ima wamfunge jela Muhammad ili wafuasi wake wasipate nguvu, ama wamuue, ama walikuwa na nia wamuhamishe lakini wasimpeleke Madina kwenye nguvu zake. Hii inaitwa muamaratu Quraish ala nabii sallallahu alaihi wasallam, njama za Makuraishi dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamleta Jibril na kumwambia mtume wake zile njama na mipango inofanywa na Makuraish, na Qur'ani ikasajili jambo hili katika surati Al-Anfal aya 30, pale Mwenyezi Mungu alipomkumbusha mtume na kutukumbusha sisi, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Ambia kumbuka pale makafiri Makuraish walipopanga njama, ima liyuthbituka, wakufunge, au yaktuluka, au wakuue, au yukhrijuka, au wakutoe katika huu mji. Wayamkuruna, walikuwa wanafanya hila, wayamkurullah, na Mungu akapindua hila zao, wallahu khairul makirin, na Mwenyezi Mungu ni mzuri katika kupanga na kupangua njama za watu waovu. Hapo ikatoka idhini, Jibrili akamwambia sasa umeamrishwa uhame na wewe ende zako Madina. Mtume akatoka moja kwa moja akaenda kwa Saidna Abu Bakar, akamwambia udhina li lilkhuruj, nimeshapewa ruksa nitoke sasa. Saidna Abu Bakar akamwambia as-suhba ya Rasulullah, as-suhba ya Rasulullah, nataka niwe sahibu wako nifuatane na wewe. Mtume akamwambia naam, as-suhba, as-suhba, utaambatana na mimi. Mtume aliporudi kwake akapanga mambo mawili. Akapanga kwanza kumpa amana zote ndugu yake kijana aliyomlea Saidna Ali bin Abi Talib karramallahu wajha, kwamba hii ndiyo listi ya dhamana zote ambazo watu wa Maka wameweka kwangu, nikiondoka hakikisha kila mtu unamrudishia amana yake. La pili, usiku wa kutoka
Mtume akamwambia Saidina Ali, utalala kwenye godoro langu na kujifunika shali yangu, ili hawa Makureshi wakichungulia waone wewe upo wakati mimi naondoka. Yani Saidina Ali akakubali kukaa eneo la kwamba laiti wale vijana wa Kikureishi watakuja wamuue kwa wakati mmoja, angekufa na mambo yakaisha, lakini angekuwa amejitolea kwa ajili ya Mtume na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Makureishi katika suala la kumuua Mtume, hii kumfunga, kumhamisha, sio jambo walilolipenda. Wakakusudia wamuue Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukata mzizi wa fitna. Sasa watamuua vipi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kijana wa watu? Banu Hashim na Bani Muttalib ni makabila makubwa, ni baba nyenye, ni masayidi katika Maka. Tutazusha ugomvi mkubwa. Akatokea ifriti Abu Jahal akasema, msiwe na tabu, tunaweza kupata hila hawa Banu Hashim Bani Muttalib wasiweze kutaka kulipa kisasi kwetu, kwa sababu hawezi kupigana na makabila yote. Kila kabila litoe kijana mmoja shababu ashike upanga, wakamuue Muhammad dafa'atan wahida, mara moja, halafu damu ya Muhammad iwe imeenea makabila 10. Banu Hashim hawezi kupigana na makabila 10. Sama watu walipokuwa na rai ya uovu, rai ile ikakubalika, wakaandaa vijana 10 wamzingire Mtume katika nyumba yake. Usiku ule Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio anaotaka kutoka. Huku kwa Saidina Abu Bakar, baada ya kuambiwa suhba, yeye aliandaa wanyama wale kama tunavyokumbuka. Alipoandaa wanyama wake, lakini akaandaa na watu wake namna ya kupanga, namna ya kuondoka pale Maka, Mtume akiwa tayari. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka usiku, amemwacha Ali amelala na wale vijana wa Quraysh wamelala pale, baada yaliyotokea na kuwarembea mchanga na kuwasomea, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wakalala mpaka walipozinduka Mtume hayupo, wakamkuta Saidina Ali katika lile godoro. Huku Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda akakutana na Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar naye alikuwa ameshapanga mambo. Humu tunasoma kote, kila jambo linapangwa, kuna usiri katika hii safari na mipango mingi. Ni lazima tukisoma hichi kisa tuone usiri uliotumika katika hii safari na mipango. Tangu kuanzia kwenye Aqaba kule, ilikuwa Mtume anakutana nao saa 8-9 za usiku, wale watu kutoka Yathriba kule Mina, na tena katikati ya majabali katika Aqaba. Aqaba ni baina ya majabali mawili, njia ya kupita ndio inaitwa Aqaba. Alikuwa anakutana nao huko. Kwa hivyo tusome jambo moja, usiri wa kila unachotaka kukifanya na mipango. Saidina Abu Bakar naye alipanga. Mtume alipofika akachukua mnyama akampa, wakaondoka na ile safari na wakashiriki katika safari ile na himaya ya Mtume na Saidina Abu Bakar, binti yake Saidina Abu Bakar Asma binti Abi Bakar, dada yake Sayyidatina Aisha, na mama yake Abdullah ibn Zubair. Huyu binti yake akawa kazi yake pale watakapokuwa Mtume na Saidina Abu Bakar wako katika Ghar Hira, yeye awe anapeleka chakula. Mpango wa namna ya kwanza, watakaaje siku 3 kuwapoteza maboya Makureishi kuwatafuta bila ya chakula, akaekwa mtu kupeleka chakula. Lakini tutajuaje habari za huku Maka, nini kinapangwa? Saidina Abu Bakar akamweka mwanawe Abdullah ibn Abu Bakar awe anashinda Maka mjini, kutoka Maka mjini msikitini pale mpaka kufika kwenye Jabal Hira. Pale kwenye Jabal Hira, Ghar Hira ni kilomita 4 mpaka 5, inategemea na njia utakayopita. Kwa hivyo akawa anashinda kule, anasikiliza habari, anafanya ujasusi, anakusanya intel, taarifa.
Halafu anakwenda jioni kwenye lile pango, anamwambia babake na mtume kwamba wamepanga hivi, wameweka watu wa kutafuteni na imetolewa zawadi ngamia 100. Kwa hivyo yeye alikuwa amewekwa kwa ajili ya kuchukua taarifa mjini. Na sisi tusome kwamba haya mambo, tizama Saidina Abubakar alipopanga, amepanga mpaka jasusi. Wewe unapoondoka huko nyuma, acha mtu awe anaangalia, je, unatafutaje, kuna mambo gani, ili akutaarifu. Unaweza kuwa huko unakokwenda ndiko waliko hao wanakutafuta. Kwa hivyo Saidina Abubakar akapanga mtu mwingine huyo. Yule Amid bin Fuhaira kazi yake ikawa awalete wale wanyama pale katika pango, awape maziwa ya kunywa mtume na Saidina Abubakar kwa zile siku 3. Lakini pia kuna nyayo za watu wanapita, hakikishe wale wanyama wao wanafuta zile nyayo. Lakini Makureishi walikuwa na khibra sana, walimtafuta mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka nyayo zikawakutanisha chini ya mlima. Wakasema hapana budi, lazima huyu amepanda hapa. Wakaenda wakapanda juu mpaka wakafika kwenye lile pango. Saidina Abubakar anawaona juu, anamwambia mtume, ya Rasulullah, laula ahadun, lau mtu mmoja katika wao nadhara tahta qadamaihi la absarana, laiti mmoja wao ataeka macho yake chini ya nyayo zake, wallahi ya Rasulullah, watatuona tumekwisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam kamwambia sahaba wake, la tahzan, ma dhannuka bithnaini Allahu thalithuhuma, usiwe na hudhni. Nini dhana yako wanapokuwa watu wawili na Mungu ni watatu wao? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasajili jambo hili katika aya 40 surati Tauba, akasema, aya refu, wa idh qala illa tansuruhu laqad nasarahu Allah idh huma fil ghari idh huma thaniya ithnain fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Mwenyezi Mungu alileta aya kuelezea hali waliokuwa mtume na Saidina Abubakar pale. Kuna mengi yametokea pale kuonesha kujitoa kwa Saidina Abubakar radhiallahu anhu na namna alivyompenda mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwanza, wakati wanakwenda njiani, Saidina Abubakar alikuwa anakaa kulia, mara kushoto, mara mbele, mara nyuma, anamlinda mtume sallallahu alaihi wasallam. Na walipofika kwenye lile pango kwenye jabali, Saidina Abubakar aliingia yeye kwanza kusafisha, halafu akakata baadhi ya nguo zake kuziba matundu yale, ili kama kuna mdudu mbaya asimtafune mtume sallallahu alaihi wasallam. Riwaya zinasema ikabaki sehemu moja ambayo haina kitu cha kuziba. Saidina Abubakar akaingia, akakaa kitako na kuweka kisigino chake, akamruhusu mtume sallallahu alaihi wasallam aje. Akaingia mtume kwa kuchoka, akalala kumwegemea Saidina Abubakar radhiallahu anhu, na Saidina Abubakar akawa hatiki siki kwa ajili ya mpe nafasi mtume kupumzika. Ile hasia zile za kuondoka, za kupanga mambo, za kukimbia zilikuwa kubwa. Ametembea kilomita 5 karibu. Kwa hiyo Saidina Abubakar akatokea, wengine wanasema ni akrab, ni nge, wengine wanasema ni nyoka, akamdonoa kwenye mguu ule alipoziba lile tobo. Saidina Abubakar akawa analia, anagugumia mpaka akatokwa na machozi ya moto, na mtume amelala juu yake ya mapaja yake. Yale machozi yalipomwagikia mtume akaamka. Mabika ya Abubakar, akamwambia Rasulullah, kuna mdudu hapa inaonekana amenitafuna. Mtume akachukua mguu wake, fatafala alaihi, akatemea mate, baada ya kusoma alichosoma mwenyewe mtume na makarama yake na miujiza yake. Saidina Abubakar akapona pale pale. Lakini tizama Saidina Abubakar alivyolibeba jambo la mtume,
na yeye na familia yake. Baada ya siku 3 akaja mtu ambaye pia Sayyidina Abubakar alimuandaa. Sayyidina Abubakar ni msafiri, ni mfanya biashara, anajua namna ya kwenda Madina, lakini safari ile ya kukimbia ilikuwa inataka kupita njia nyingine, si ya kawaida, na lazima apatikane mtaalamu wa hiyo njia ya kukimbia, sio ile ya kawaida ya biashara. Wakampata bwana mmoja anaitwa Abdullah ibn Abi Uqait au Raiqit. Huyo alikuwa bado si Muislamu, lakini Waarabu zamani walikuwa na shajaa na amana. Mkikubaliana hatizami dini yako. Hii ndio tabia ya Waarabu zamani katika jahilia na mpaka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa ni watu wanasifika sana na shajaa na amana. Mtu ambaye huyu anayekimbia, anayempeleka njia za kificho, ndio anodai utume yeye na sahaba wake, lakini yeye kakodiwa akawa aminun. Akamwambia Abu Bakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukipita njia ya kawaida hawa Makureshi watakamateni, bora tupite njia ya mbali. Wakapita karibu na fukwe za Bahari Nyekundu. Leo tunaweza kuita ile kuikatia maboya, yani wakapita njia kama ni Morogoro Road, mtu akapita kwanza kama anaenda Tanga, akapita Bagamoyo Tanga, halafu akatokezea mbele kwa mbele huko ili hapa patikane. Wakapita njia hiyo. Safari ya kutoka Makka mpaka kwenda Madina ilimchukua Mtume sallallahu alaihi wasallam siku 8, ndo akafika pale Quba, ambapo ndipo alipoanzisha msikiti wa kwanza. Siku 8 anatembea, akakaa Quba pale, akatengeneza msikiti, na pale alifikia katika nyumba ya sahaba mmoja anaitwa Kulthum ibn Hadmi. Kulthum ibn Hadmi. Na ukienda pale Madina katika Masjid Quba, ile eneo lilokuwa nyumba ya huu sahaba alofikia Mtume siku ya hijra, lipo eneo, ile nyumba ishavunjwa kwa sababu ya utanuzi wa msikiti, lakini wamehifadhi yale maeneo. Ukienda pale nyuma ya msikiti utaona wamewekwa bango, wamesema hapa ndiyo mahali alipofikia Mtume mara ya kwanza, na hapa palikuwa na nyumba ya sahaba Kulthum ibn Hadmi, Mtume alikaa pale. Alhamdulillah, tumekwenda tumepaona, tumeunganisha historia vizuri sana. Mwenyezi Mungu kila ambaye hakwenda ampe nafasi ya kwenda inshallah. Inshallah kila mtu apate nafasi ya kwenda akaone mahbatul wahyi, sehemu iliyoshuka wahyi, na aone ile muasasa ya dini yake ilianzia wapi, na kuona athari za Kiislamu zinapandisha zaidi imani, zinatufanya tuwe na hijra nyingine, ile hijra ya maanawiya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa pale, akakaa Quba kwa siku 14 karibu, akipanga mambo mbalimbali ikiwemo kujenga msikiti kama kituo center kwa ajili ya kuendesha Uislamu. Na hivi ndivyo misikiti inavyotakiwa kuwa, iimarike kwa mawaidha, kwa durusi, kwa ibada, kwa harakati mbalimbali. Siku hizi misikiti mashallah kunakuwa na sehemu za kuoshea maiti, kuna sehemu za kuweka maiti, kuna taratibu mbalimbali. Isiwe msikiti watu wanaswali umefungwa wamekwenda zao. Hakuna alaka, hakuna kinachowaunganisha waumini na msikiti wao. Imekuja semina kidogo, watu wameitwa waumini, na nyinyi ni waumini, kuna semina ya jambo muhimu linapita hapa, tulete mtaalamu awafundishe nini kinaendelea, kitu gani kipya katika dunia au katika nchi. Hivyo ndio misikiti inavyotakiwa kuwa. Kwa hivyo Mtume akaasisi msikiti na akakaa pale katika nyumba yule ya sahaba kwa siku 14, halafu akaondoka. Sasa wakati huo Saidna Ali ameshaondoka Maka, na yeye amewachukua ahli za Mtume, ahlu baiti Rasulillah wote. Waliobakia ni masahaba wanyonge ambao walizuiliwa na mabwana zao. Akakutana Saidna Ali na Mtume pale Quba. Walipokutana pale Quba,
napo kutoka Quba mpaka kwenda msikiti wa Mtume ulipo leo Masjid Nabawi au ni kilomita 4. Na ukitembea kutoka msikiti mpaka Quba au kutoka Quba mpaka pale kwa njia ya kisasa iliyowekwa ni mwendo wa nusu saa, kama uko vizuri, mpaka dakika 45 au saa nzima unatembea. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko Madina, ilikuwa kila Jumamosi akitoka kuja kuswali hapa Quba. Na kuna fadhila, Mtume amesema kwenye hadithi kwamba mtu ambaye hata siku ya Sabti, siku ya Jumamosi, na ukienda pale msikiti Quba, imewekwa hadithi ya Mtume kwamba kila atakayetatahara fi baiti, atakayejitahirisha nyumbani kwake, halafu akaja Quba hapa kila Sabti, kila siku ya Jumamosi, basi malipo yake umra, kama amefanya umra. Ni fadhila kubwa watu wanapata. Na siku hizi nchi ya Saudia imetengeneza, imepasua njia, yani ukikaa Masjid Nabawi ni barabara ya moja kwa moja. Wametengeneza barabara nzuri ya kupita kwa miguu na za magari, na kuna vigari vidogo vidogo vinavyopeleka watu bure kutoka msikiti huu kwenda msikiti wa Quba. Kama unataka unapanda kigari au unatembea kama alivyotembea Mtume. Mtume alikwenda mashian wa rakiba, alikuwa anakwenda siku nyingine na ngamia wake, au anakwenda kwa miguu. Kuna fadhila kubwa sana zinapatikana kwa mtu kwenda kuswali katika msikiti wa Quba, hasa siku ya Jumamosi, kwa sababu ndio sunna aliyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Saidna Ali akafika pale na wake zake Mtume, wakaondoka baada ya siku 14 kuingia Madina. Na Madina habari zake ni refu, lakini walipofika Mtume pia akapata namna ya kukaa katika nyumba ya sahaba mkubwa maarufu anaitwa Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari ana habari nyingi sana kuhusu naye, namna alivyopata bahati ya kufikiwa na ugeni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyomtumikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na huu ni sahaba alipigana jihadi katika vita vingi, mpaka katika umri wa miaka 80 alitoka pia kwenda kupigana jihadi, akafia Uturuki. Kutoka Madina mpaka akaishia Uturuki, kaondoka kwenda kufanya jihadi akiwa na miaka 80. Ametoka nje ya mji wake. Hawa walikuwa wanaelewa nini maana ya hijra na maana ya jihadu fi sabilillah. Nimeharakiza sana hichi kisa cha hijra ya namna ya kwanza, ili pia tupate nafasi ya kueleza hijra ya namna ya pili.